Mtazamaji wa channel ya IMS Tanzania ni Western Field, tunaendelea na sehemu ya pili ya kitabu cha Danieli sura ya 3. Naamini kwamba tumeendelea kubarikiwa na umeendelea kubarikiwa na masomo haya ya unabii huu ambao tunajifunza uzoefu na ujuzi wa maisha ambao waliupitia wenzetu katika kitabu hiki cha Danieli. Hiyo ndio lengo kuu la kutujulisha habari hizi. Lengo kuu la Mungu kutujulisha habari hizi ili kupitia wao tuchukue uzoefu wa namna gani leo tunaweza tukaishi kwa uchamungu, kwa maisha ya uchamungu kama wao walivyofanya. Tulishia katika sehemu ambayo Mfalme Nebukadreza aliamuru tanuru ichochewe mara 7 na wakatupwa wale vijana ndani ya ile tanuru. Sasa leo tutaendelea kuona ilikuwaje. Tuliona jinsi ambavyo hasira ya mfalme ilikuwa kali sana, akaamuru vijana hawa watatu watupwe katika ile tanuru ya moto kwa sababu wameshindwa kumheshimu Mungu wake, wameshindwa kuisujudia ile sanamu, wamemkosea heshima. Ndivyo ilivyo hata katika siku za leo. Katika mazingira ya hapa na pale tunaweza tukajikuta tumekosana na mzazi, tumekosana na mtu yeyote ambaye tunaheshimiana naye, unamheshimu, ni mkuu katika mazingira fulani, lakini yeye ndiye ameenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Je, tumheshimu yeye ama tumheshimu Mungu? Mungu anasema ni bora kumtii yeye kuliko mwanadamu. Hivyo vijana hawa walitimiza kusudi hili la kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Na hasira ya mfalme kwa sababu ilikuwa ni kali sana, alitaka kuwaangamiza kabisa hawa vijana, watoweke kabisa. Nakumbuka hapa kulikuwa na vita ya kiroho. Vita ya kiroho. Kwa sababu ya ukali wa moto ule uliochochewa mara 7 wa ile tanuru. Yaani wakati wale wa askari wake wamewashika wale vijana, wanawatupa katika lile tanuru la moto. Yaani kusogea tu kwenye tundu la tanuru ile kuwatupa, wale maaskari waliokuwa wamewashika wale vijana na wao wakalambwa na ule moto, wakaangukia kwenye lile tanuru, wakaangamia, wakateketea humo. Mstari wa 22 na 23 nasema, basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa na moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadrach na Meshach na Abednego. Na watu hao watatu, Shadrach na Meshach na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Shadrach, Meshach na Abednego wakaanguka kwenye ile tanuru, huku hawa askari wao wameshakufa tayari, waliokuwa wamewashika wakiwatupa kwenye ile tanuru. Mungu aliwaokoa watumishi wake dhidi ya hasira kali ya mfalme, dhidi ya ibada ya sanamu. Akajidhihirisha ili kushindana na miungu wa Babeli. Maana siku zote ameahidi kuwashindia watu wake dhidi ya adui. Maana adui wa watu wake ni adui wa Mungu. Yeye anasema watu wake ni kama mboni ya jicho. Hebu fikiria mboni ya jicho, jinsi unavyoilinda mboni ya jicho, ndivyo ambavyo uhusiano wa Mungu na watu wake ulivyo. Wao ni mboni ya jicho lake duniani. Yaani yeye anatazama kupitia wao. Atakayewagusa atakuwa amemgusa Mungu. Hivyo ndivyo ambavyo tunapaswa kuwa na imani thabiti mbele za Mungu. Kama kweli tunamtumikia Mungu, tunatakiwa kuamini kwamba sisi ni mboni ya jicho la Mungu. Yule atakaye sisi tuwe tayari kumtumikia, yule atakaye kuja kwa shari, kutaka kutuangamiza, kutaka kutudhulu, basi atakuwa anapambana na Mungu mwenyewe. Vijana hao waliojisalimisha mbele za Mungu, Mungu aliwaokoa. Mfalme akiwa anaangalia lile tukio linaendaje, hao watu wanaangamiaje kwenye lile tanuru la moto, ghafla mfalme akashikwa na mshangao, akastaajabu, huku akiwageukia mawaziri wake akasema, je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia, kweli mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4
nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa Mungu. Angalia jinsi ambavyo Mungu alitenda muujiza. Hawa watu ambao walitupwa kwenye tanuru la moto linalowaka lililochochewa mara 7, ambalo yani ule mwako tu wa moto uliua askari waliowashika wale vijana. Lakini hawa vijana wao wanatembea katikati ya moto, hawana dhara lolote, lakini bado kuna mwingine ameongezeka kwenye 4, wakati walitupwa 3. Sasa mfalme anashangaa, huyu ametokea wapi? Tena naye anafanana na mwana wa miungu. Sasa sikiliza, kuna kitu cha kujifunza hapa mpendwa, cha kwamba angalia Mungu aliwaokoa watu wake kipindi gani? Aliwaokoa watu wake muda gani? Muda ambao wameshatupwa katika moto. Ahadi iliyotajwa katika Isaya 43:2 ya kwamba utapita katika moto lakini hautakuteketeza, ilitimia kikamilifu kwa hawa vijana. Hivi leo sisi tunaweza tukawa na imani kubwa kiasi hicho? Au sisi ndio wale wa kumpangia Mungu kwamba akichelewa masaa fulani kuniokoa basi nitajiokoa, akichelewa muda fulani kuingilia kati basi nitatafuta namna nyingine ya kujiokoa? Tunapaswa kujisalimisha kikamilifu mbele za Mungu. Tusiwe watu vuguvugu. Maana Walaodikia wana shida ya kuwa vuguvugu. Sasa Mungu hapendi uvuguvugu, anasema atatutapika. Tujisalimisha kikamilifu ili tusiwe na mashaka juu ya Mungu atakuja wakati gani kutuokoa nyakati za hatari. Sasa mfalme utashangaa, alimtambuaje huyo mwingine wa 4 kuwa ni mfano wa mwana wa miungu? Alikuwa amewahi kumuona wapi mwana wa miungu? Alikuwa amewahi kupata uzoefu wapi wa kuhusiana na mwana wa miungu mpaka mtambue wakati alipotokea na kumuona katika macho yake? Bila shaka yoyote, kwa kukutanishwa na vijana hawa, tena waliokuwa katika ufalme wake, tena wale ambao hawakuwa na hofu ya kueleza juu ya Mungu wa mbinguni, hawakuwa na hofu ya kueleza na kufanya Mungu wa mbinguni ajulikane mbele ya mfalme na mbele ya mawaziri na mbele ya wakazi wote wa Babeli. Bila shaka yoyote, mfalme alitambua kwamba huyu ndiye anayezungumziwa na akina Danieli. Huyu ndiye mwana wa miungu anayezungumziwa na akina Danieli. Hasa katika wakati wa kufunuliwa kwa kuonyeshwa ndoto yake, alijulishwa Mungu wa mbinguni. Lakini katika nyakati zingine bila shaka, kwa sababu akina Danieli, Shadrach na Meshach na Abednego hawakuwa na hofu ya kumtangaza Mungu wa mbinguni, na walikuwa karibu sana na mfalme, panapo nafasi, walipopata nafasi ya kumjulisha mfalme habari za Mungu wa mbinguni, walifanya hivyo. Kwa hiyo mbegu ilikuwa ikipandwa ndani yake ya kwamba kuna Mungu wa mbinguni, kuna Mungu mwingine zaidi ya miungu ile unayojua wewe. Hivyo kitendo tu cha kuonekana mbele yake yule mtu wa 4 ndani ya lile tanuru, alitambua kwamba huyu ni mwana wa miungu. Tunapata kujifunza kwamba siku zote wewe kama mtu wa Mungu, unapokutanishwa na watu wowote, unapokutanishwa na mtu yeyote, ni lengo la Mungu kwamba uangaze, upande mbegu ya neno la Mungu ndani ya hao watu. Ipo siku tu itaota. Ipo siku. Mungu ndio muoteshaji. Unapopanda mbegu shambani, si wewe unayeiotesha, bali ni Mungu ndiye anayefanya yote ile mbegu. Hivyo tunapokutana na watu mbalimbali na kujulisha habari za neno la Mungu, habari za Mungu wa mbinguni, hizo ni mbegu ambazo zitawafanya iwe ushuhuda kwao
Mstari wa 26 na 27 anasema, kisha Nebukadreza akaukaribia mdomo wa ile tanuru iliyokuwa inawaka moto, akanena akasema, enyi Shadrach na Meshach na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni mje huku. Ndipo Shadrach na Meshach na Abednego wakatoka katika ule moto, na maamiri na manaibu na maliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja, wakawaona watu hao ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya miili yao, wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Kwa awamu nyingine tena, ukiacha ile awamu ya kutafsiri ile ndoto ya mfalme Nebukadreza, awamu hii tena Mungu wa mbinguni alishinda, alijidhihirisha mbele ya miungu mingine yote. Tena siku ambayo mfalme amefanya hafla kuu ya kuzindua na kuadhimisha sanamu na Mungu wake. Siku hiyo hiyo Mungu wa mbinguni akashuka, akajidhihirisha kuonesha kwamba hayo yote si kitu bali mimi. Ndio maana anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Sanamu ya ajabu ambayo ilikuwa inaonekana ni ya ajabu, iliyojengwa, ikasimamishwa, na watu wanaistaajabia, wanaishangaa, na wanahofia amri ya mfalme, wanawaza zaidi kutii amri ya mfalme ya kuisujudia sanamu, ilisahauliwa mara moja baada ya kuona lile tukio la wokovu wa Mungu wa mbinguni akiwaokoa watu wake kutoka kwenye tanuru ambayo haikutarajiwa kwamba mtu akiingia humo ataokoka. Manaibu, mawaziri wote waliokuwa katika eneo lile wakastaajabu lile tukio. Hebu fikiria, kuna mtu alibaki kupiga magoti kuisujudia ile sanamu, au wote waligeuka kuangalia tukio la ajabu kuzidi ile sanamu, kuzidi maajabu ya ile sanamu? Ndio maana maandiko yanasema kwamba sanamu haiongei, haipumui, hainusi, haioni, haisikii, haifanyi jambo lolote, lakini Mungu aliye juu ni Mungu aliye hai, anatenda maajabu. Sasa ile sanamu aliyokuwa imesimamisha mfalme ilikuwa inatenda kazi gani? Imesimama tu, yaani wala haina kazi, imesimama tu, lakini Mungu wa mbinguni akaweza kuwaokoa. Sasa ile sanamu hailishindwa hata kuwaokoa hawa maaskari waliokuwa wanawatupa akina Meshach kwenye lile tanuru. Mungu wa mbinguni sasa aliye hai, yule ambaye anasikia, anaona, yaani ni Mungu ambaye anayetenda, aliweza kuokoa watu wake, kudhihirisha kwamba yeye ni tofauti na miungu mingine yoyote. Yeye ni Mungu wa miungu na mfalme wa wafalme. Haya mambo yaliandikwa ili yawe fundisho kwetu. Mtu yeyote leo anayeshindwa kumtii Mungu kwa tishio lolote lile la kimwili, kwa tishio lolote lile la kibinadamu, ni kwa sababu hakupata uzoefu wa kujifunza, maisha ya watangulizi wetu katika imani. Mungu anataka tunapojifunza haya tuende magotini kumuomba Mungu atusaidie na sisi tuwe na imani kama hii, lakini pia tufanyie kazi kweli zile tunazojifunza, kuziishi, sio ziwe tu nadharia, imani ya kinadharia, tuziishi kweli tunazojifunza na kufundishwa. Hapo ndipo tutakuwa na ujasiri wa kusimama popote pale kuitetea sheria ya Mungu, kumtetea Mungu wa mbinguni mbele ya miungu mingine. Wakati ambao taifa la Kiyahudi lilishindwa kutimiza wajibu wake wakati wa amani, Mungu alitimiza hilo, alitimiza wajibu huo wa kumtangaza katika mataifa mengine kupitia vijana watatu tu. Sikiliza mpendwa, Mungu analo kanisa lake hata leo duniani. Anawaambia kanisa lake waamke kuitangaza kweli, kumtangaza Mungu wa mbinguni, kuitangaza ile kweli ya wokovu, ukweli wa leo. Wakati huu wa amani, wakati ambapo kanisa litashindwa, ndipo ambapo Mungu ataifanya hiyo kazi kwa kutumia wachache tu, lakini wakiwa wanapitia majaribu makali. Hao vijana watatu walimtangaza Mungu kule Babeli kwa kishindo,
lakini wakiwa wanapitishwa katika majaribu makali sana. Kwa sababu gani? Walishindwa kumtangaza Mungu wakati wa amani. Taifa lilishindwa kumtangaza Mungu wakati wa amani. Kama ilivyoandikwa katika historia ya kanisa la Waadventista wa Sabato kwamba wakati ambao ulikuwa ni wa amani lilishindwa kuifanya kazi, lingeifanya kazi hiyo ya matengenezo na kutangaza ukweli na kuitetea kweli wakati wa shida. Katika kitabu cha Testimonies for the Church volume ya 5 ukurasa wa 46 anasema, kazi ambayo kanisa limeshindwa kuifanya wakati wa amani na neema italazimika kufanywa wakati wa msukosuko na kuogofya, katika hali ya kukatisha tamaa zaidi. Mazingira yaliyo magumu, maonyo ambayo hali ya kushikamana na dunia iliazimisha au kuyaweka kando, yatalazimika kutolewa chini ya upinzani mkali sana kutoka kwa maadui wa imani. Na wakati huo tabaka la wale wasiobadilika lenye ushawishi ambalo limerudisha nyuma mwenendo wa kazi litaikana imani na kuchukua msimamo wa maadui dhidi ya wale ambao wema wao kwa muda mrefu umekuwa pamoja nao. Waasi hawa watadhihirisha uadui mchungu sana, wakifanya yote dhidi ya ndugu zao wa zamani na kuchochea hasira dhidi yao. Siku hii iko mbele yetu. Washiriki wa kanisa watajaribiwa na kuhakikiwa kila mmoja binafsi. Watajikuta katika mazingira ambayo watalazimika kushuhudia ukweli. Akina Shadrach, Meshach na Abednego walijikuta wakijaribiwa binafsi. Waisraeli walivyoenda kule utumwani Babeli, walijikuta wakijaribiwa binafsi. Si kwamba sasa wako chini ya uongozi wa taifa lao na nini wanatenda mambo kitaifa, hapana. Tena wako kule sasa wako kila mmoja akitetea kweli kivyake. Ndivyo ambavyo kanisa la Waadventista wa Sabato lilitabiriwa hivi, na haya yote yalianza kutimia na yatatimia. Yalianza kutimia kipindi cha vita mwaka 1914, wakati ambapo watu wa Mungu walitakiwa kuitetea kweli, kuitetea sheria ya Mungu wakati wa shinikizo kali, wakati wa hatari, katika hatari kweli kweli, katika mazingira magumu. Kwa sababu walishindwa kufanya matengenezo, kanisa kwa ujumla walishindwa kufanya matengenezo wakati wa amani. Na wengi ambao hawakuwa katika ile kweli walikana imani. Kwa hiyo hata sisi leo tunaaswa sana kuifanya kazi kungali bado ni mchana. Maandiko yanasema imetupasa kuzifanya kazi ya aliye juu kungali bado ni mchana. Usiku waja mtu asipoweza kuifanya kazi. Tunayo nafasi, kuna amani ya kuifanya kazi, kuwajulisha watu juu ya habari njema, kuwajulisha juu ya habari za wokovu, juu ya Yesu Kristo, wamwamini ili waokolewe. Wakati huu amani. Tusipofanya hivyo, tutakuja kufanya hiyo kazi wakati wa shida kubwa, katika mazingira magumu, kama matokeo na madhara ya kushindwa kuifanya kazi wakati wa amani. Kwa hiyo kupitia vijana hao watatu, kila mmoja katika Babeli alitaka kujua hao watu ni akina nani, wametokea wapi, wanamtumikia Mungu gani. Wote waliokusanyika katika uwanda wa Dura wakiongozwa na mfalme wa Babeli. Habari zao zilienea kwa kasi kuliko hata zile ambazo zilikuwa za kuisujudia ile sanamu. Vijana wale wakawa ni gumzo, taarifa ya habari kwa taifa, kwa ufalme wa mfalme Nebukadreza. Kila mmoja alitaka kujua hawa ni akina nani, wametokea wapi, wametokea Israeli, wanamtumikia nani, wanamtumikia Mungu wa Israeli. Hivyo katika ufalme wa Babeli, kwa muda mfupi, Mungu wa mbinguni, Mungu wa Israeli akatangazwa kwa kasi na kuonekana yeye ni Mungu wa miungu. Yeye ni Mungu juu ya miungu mingine yote. Kwa hiyo Mungu wa Israeli akaheshimiwa.
kupitia hao vijana watatu. Mungu ana njia nyingi sana za kufanya, yani za kuifanya kazi yake. Ndio maana hata sisi leo usije ukajisifu kwa namna yote kwamba mimi nimeifanya sana kazi ya Mungu, nimefanya kazi sana ya Injili. Kwa hiyo sidhani kama kuna mtu ananifikia mimi nikitaka kufanya hamna mtu ambaye anaweza kasimama mbele. Hapana mpendwa, usiseme hivyo. Mungu ana njia nyingi za kuifanya kazi yake. Ni kwamba ametupendelea tu na sisi tuweze kushiriki mibaraka hiyo ya wokovu kwa wenzetu. Tuweze kuakisi tabia ya Yesu Kristo ndani yetu ya upendo kwa wengine. Akaweza kujishusha kwa ajili ya wengine. Ndivyo ambavyo anataka tushiriki mibaraka hiyo. Lakini Mungu akiamua kuifanya kazi yake kupitia hata mtu mmoja, dunia yote inaweza ikahubiriwa na Yesu akaja na watu wakaokolewa wengi tu. Hivyo anataka tufanye iliyo sehemu yetu kwa kumtegemea yeye, na ataifanya kazi sawasawa na anavyotarajia. Ufalme wa Babeli kwa muda mfupi ulisahauliwa. Ufalme wa Babeli na fahari zake zote na vitisho vyake vyote ilisahauliwa. Ufalme ulisahauliwa na watu mawazo yao yakajaa Mungu wa akina Meshaki, Shadrach na Abednego. Huyu Mungu ni wa ajabu na ni mkuu kuliko wote. Kwa mara nyingine tena huyu mfalme aliletwa katika kumkiri Mungu wa mbinguni, kama ambavyo alimkiri baada ya kufunuliwa ile ndoto na tafsiri yake. Alimkiri Mungu wa mbinguni tena kwa mara nyingine. Miungu ikawa humbled, ikanyenyekezwa chini, kama ambavyo miungu ilinyenyekezwa wakati wa ndoto ile, ikashindwa kutafsiri ile ndoto ya mfalme na kumwambia nini ameota. Kwa mara nyingine tena miungu ya Babeli na mfalme akanyenyekezwa chini, kwamba Mungu wa mbinguni ndiye aliye juu ya yote. Huyo ndiye anayepaswa kuabudiwa. Pamoja na hasira za mfalme zote za kuwakasirikia watumishi wa Mungu, lakini hazikuenda popote. Imeandikwa katika Zaburi 76 mstari wa 10, anasema maana hasira ya binadamu itakusifu. Yaani wewe mwanadamu unafikiri umekasirika, yani umemkasirikia Mungu. Mungu anasema hiyo hasira yako itamsifu yeye. Kupitia hasira ya mfalme, Mungu alisifiwa katika ufalme wake yeye, mfalme Nebukadreza. Hasira zake zikatengeneza njia ya mfalme wa mbinguni, mfalme wa malimwengu aweze kujulikana, aweze kusifiwa. Hivyo siku zote katika mambo yote ambayo shetani anapojaribu kuwapitisha watu wa Mungu katika majaribu fulani, kuwatesa katika mateso, kwenye mateso huko, kwenye mahangaiko huko, ndipo Mungu ametengeneza njia ya kumaibisha shetani. Hivyo unapopitia wakati wowote mgumu kwa sababu ya kumtumikia Mungu, usiseme kwamba, yani usije ukakata tamaa, imani ikashuka chini, bali endelea kumtumaini Mungu, maana kwa njia hiyo adui anaenda kuaibishwa na Mungu wa mbinguni anaenda kutukuzwa. Ndio maana vita ya Mungu sio ya mapanga na mikuki, bali ni ya neno, kupitia neno lake. Kupitia neno lake tu kila mmoja anaona ushindi wake. Mstari wa 28 Danieli 3 anasema, Nebukadreza akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadrach na Meshach na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini, wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao, ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Mfalme Nebukadreza akamuhimidi tena Mungu wa mbinguni. Hii ndio lilikuwa kusudi la Mungu. Mfalme Nebukadreza amtambue Mungu wa mbinguni. Mfalme Nebukadreza amtambue mpaji wa vyote. Amtambue yule anayepaswa kuabudiwa. Ibada ya miungu ife. Ndio kazi ambayo Waisraeli walipewa, ili kuitangaza kweli na sheria ya Mungu katika mataifa mengine yote.
Basi Mungu aliifanya kupitia vijana kazi hiyo kwa muda mfupi tu. Mungu wa kweli akajulikana katika Babeli yote kupitia mfalme Nebukadneza yeye mwenyewe. Akatoa amri. Mstari wa 29 anasema, basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila ya watu na kila taifa na kila lugha watakao nena lolote lisilopasa juu ya huyo Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego watakatwa vipande vipande na nyumba zao zitafanywa jaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Mungu wa mbinguni anajitangaza kwa miujiza midogo tu. Anajitangaza kwa kasi. Na kupitia mfalme huyo ambaye alikuwa anaonekana kama ni adui wa Mungu mkubwa. Kupitia mfalme huyo Mungu akatangazwa katika ufalme wa Babeli. Mungu wa kweli akatangazwa kwa kasi. Hebu fikiria leo hii labda taifa kubwa lenye nguvu duniani Marekani. Leo hii watu fulani, watu wa Mungu kutoka kanisa la Mungu waingie mgogoro fulani na Rais Donald Trump. Na mwisho wa siku Donald Trump anyenyekezwe kwa kushindana na Mungu. Anyenyekezwe na ndipo atangaze Mungu wa kanisa fulani, Mungu wa watu fulani ndiye Mungu anayetakiwa kuabudiwa, hakuna mwingine. Je, Mungu wa kweli hajahubiriwa dunia nzima ndani ya muda mfupi? Ndicho ambacho Mungu atakifanya wakati wa Sunday Law, wakati wa sheria Jumapili itakapotangazwa. Watu wa Mungu watapelekwa kwenye mabaraza makuu ya wakuu wa nchi, wasomi, ambao kupitia hao injili itatangazwa, dunia itaisha ndani ya muda mfupi. Maana watu wa Mungu watapelekwa kwa wakuu wa nchi, watapelekwa kwa wakuu wa makanisa makubwa, na taarifa za hawa watu zitasambaa kwa kasi kubwa. Mungu wa kweli na sheria yake itajulikana dunia nzima ndani ya muda mfupi. Wao wakizani kwamba wanapambana na Mungu, wanapambana na sheria ya Mungu, kumbe ndio wanaipromote, ndio wanaitangaza kwa kasi ili iwe ushuhuda kwa kila mtu. Na ndio wakati ambao utafika kila mmoja atapaswa achague njia, aidha kumtumikia Mungu kwa kutii sheria ya Mungu, aidha kwa kumtii mnyama na sanamu yake na sheria zake. Badala ya kifo kwa hawa vijana watatu ikawa ni heshima na kupandishwa vyeo. Hebu fikiria kama kule mwanzoni kabla hawajafikia hii hatua wangesema, sasa mfalme ametupatia na vyeo hivi, sasa na sisi tuoneshe shukrani ya kuisujudia hii sanamu. Wangepandishwa cheo, maana Mungu ndiye mpaji. Bila shaka ni kwamba hawasingepandishwa cheo, pengine hatujui ni madhara gani ambayo yangewapata. Lakini walipandishwa cheo kwa kupitia shida zote zile ambazo zilionekana kwao ni ngumu sana. Ndivyo ilivyo hata leo. Sisi hatujui ya kesho. Sisi tunapokutana na changamoto ambayo inatufanya tuhitilafiane na sheria ya Mungu, tunapaswa kuangalia kumtii Mungu tu. Tunapaswa kuangalia kumtii Mungu peke yake. Hayo ya kesho anayajua Mungu. Haijalishi tunapata madhara gani kwa kuchagua kumtumikia Mungu. Hata kama tunaachishwa kazi, hata kama tunapitia shida gani, tunapaswa kumtumikia Mungu. Maana hatujui baada ya kushinda lile jaribu Mungu atatukuza kiasi gani. Maana Mungu ameahidi huwa kuna kutukuzwa. Mungu anawatukuza. Kila baada ya ushindi fulani Mungu anakutukuza. Ina maana unaendelea kukua kiroho, lakini ukiwa unashindwa unaenda unadidimia. Kwa hiyo tukitukuzwa kiroho, basi hata kimwili Mungu atatubariki. Kama ambavyo akina Shadraka na Meshaki na Abednego walivyotanguliza kwanza ucha Mungu mbele. Kwa hiyo walitukuzwa kiroho, na hivyo Mungu akawatukuza hata kimwili kwa kuwatunukia vyeo mbalimbali kupitia katika ufalme wa Babeli. Maandiko yanasema, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu nayo mengine mtazidishiwa. Kitu cha kwanza ni ucha Mungu.
Tunapaswa kumtumaini Mungu kwa akili zetu zote. Kitu kingine chochote hakipaswi kuwa cha kwanza, bali Mungu kwa akili zetu zote, kwa mali zetu zote, kwa nguvu zetu zote. Hii ndio maana ya kujisalimisha kikamilifu. Sio kwamba mimi najisalimisha, lakini zikiguswa mali zangu, hapo hapana. Lakini akiguswa mke wangu, hapo hapana. Hiyo ni kujisalimisha nusu nusu. Lazima tujisalimishe kikamilifu. Ndio maana Mungu anataja rasilimali zote. Mtumaini yeye kwa akili zako zote, kwa mali zako zote, kwa nguvu zako zote. Yaani jimwage kwake. Hapo ndipo mengine atakuzidishia. Kisha mfalme akawakuza Shadraka na Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli. Aliwakuza kwa nini? Kwa sababu Mungu ametaka, si yeye. Sasa hebu fikiria, angalia hapa. Nani aliyetengeneza mazingira ya akina Shadraka na Meshaki na Abednego kupandishwa cheo? Ni Mungu au ni mfalme? Si mfalme, bali ni Mungu wa mbinguni ndiye aliyetengeneza mazingira. Na sisi leo tunapaswa kumruhusu Mungu aongoze njia zetu zote. Katika Zaburi 37 mstari wa 5 na 6 nasema, umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini, naye atafanya. Naye atafanya. Umkabidhi. Kumkabidhi, hivi mtu ukikabidhi, kwa mfano nakabidhi hii pesa yangu kwako, yaani maana yake huyo mtu anaweza akaitumia hiyo pesa anavyotaka yeye. Si umemkabidhi, maana yake yaani hakuna kilichobaki kwako, vyote viko kwake. Ndio kukabidhi. Sasa tujikabidhi kwa Mungu, naye atafanya. Shadraka na Meshaki na Abednego walikuwa kama watu kama sisi. Tunapaswa kumuomba Mungu na sisi tunaposoma haya masomo tukaweze kuwa kama sisi. Maana nasi tunakabiliwa na majaribu katika wakati wetu huu, lakini pia katika wakati ujao wa pambano kuu la mwisho. Tuwe kama Meshaki, Shadraka na Abednego. Tuweze kumtanguliza Mungu, tuweze kutanguliza matakwa ya Mungu kuliko matakwa mengine yoyote. Haya mengine tuwe tayari kwa lolote kama matokeo ya kutenda haki. Kwa mara nyingine tena, ulimwengu wote utaletwa katika uwanda wa dura wa kiroho. Uwanda wa dura wa kiroho ambapo sanamu ya mnyama, sanamu iliyotengenezwa na mnyama ili iabudiwe itasimamishwa, na watu wote watakaokataa kuisujudia watakabiliwa na majaribu makali. Watakabiliwa na matokeo mabaya ya kutotii, aidha kifo, kutokuuza wala kununua. Ni sabato, ni pambano juu ya sabato ya Mungu. Ni pambano juu ya sheria ya Mungu. Ni nani ambaye atasimama kuitetea sheria ya Mungu mbele ya sheria za kitaifa na kimataifa ambazo ziko kinyume na sheria ya Mungu? Ni nani atakayesimama? Babeli ya kiroho inakuja kufanya kazi ama kupambana na kanisa la Mungu la wakati wa mwisho. Hili ni pambano la mwisho la watu watakalokabiliana nalo. Onyo limetolewa na ujumbe wa malaika watatu ya kwamba mnyama na sanamu yake watafanya kila mbinu ili kila mtu katika dunia hii aweze kuipokea chapa ya mnyama. Je, utasimama kuitetea sheria ya Mungu? Je, pamoja na tishio la kutokuuza wala kununua, tishio la kifo, utaweza kuisimamia sheria ya Mungu? Au utasema nitakufa vibaya, ngoja tu nipokee hii chapa niishi maisha ya raha? Tumuombe Mungu wakati huu tunaoishi ndio wa kuchukua ushindi, ndio wa kujipatia ushindi. Ushindi hautapatikana wakati wa jaribu. Akina Meshaki na Shadraka na Abednego hawakujipatia ushindi ule wakati wa jaribu, bali ushindi walikuwa wameshauandaa tangu mwanzo kwa kujizoeza kuiishi ile kweli,
kwa kujizoeza kushinda majaribu madogo madogo. Hivyo ndivyo ambavyo kweli zilizofunuliwa katika maisha yetu tunapaswa kuziishi, hata kama ni kweli ndogo kiasi gani. Mungu anatupima. Je, tuko tayari kusimama kwa ajili ya pambano kuu la mwisho? Lakini tukidharau hata kidogo, basi hatutaweza kushinda wakati wa jaribu litakapokuja. Maandalizi ni sasa. Wokovu ni leo. Ushindi ni sasa. Ushindi sio kesho. Bwana akubariki mtazamaji wa chaneli hii, na amini kwamba tutabarikiwa sana tunapojifunza masomo haya. Na endelea kukaribisha kwa mara nyingine tena, tuendelee kuangalia jumbe na kweli zilizowekwa na Mungu katika kitabu hiki cha Danieli. Ubarikiwa sana na uwe na wakati mwema. Amina. Anatusihi, atuita kwa upole, usikawie rafiki, miaka yaenda mbio, mlango wafungwa ndugu, harakisha usichelewe.